tunakushukuru. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tutakwenda kujifunza zuio la mwili katika kutembea kwenye mapenzi ya Mungu. Tunapozungumzia juu ya mazuio, yapo mazuio ya aina nyingi. Kuna zuio la mwili ambalo ndio somo letu kwa siku ya leo. Mwili wako unaweza ukatumika kama zuio kwa ajili ya kuzuia kufika mahali ambapo Mungu anataka ufike. Lakini pia lipo zuio la Roho Mtakatifu. Lakini pia lipo zuio la shetani. Haleluya. Yapo mazuio ya namna nyingi. Pia akili yako inaweza ikatumika kama zuio kukuzuia mahali ambapo Mungu anataka ufike. Pia imani yako inaweza ikatumika kama zuio kukuzuia mahali ambapo Mungu anataka ufike. Haleluya. Labda nieleze kitu kimoja. Mungu anavomleta mwanadamu duniani, kuna mahali ambapo Mungu anataka amfikishe. Lakini anataka huyu mwanadamu atembee kwenye mapenzi yake ili amfikishe mahali ambapo anataka afike. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu ambacho nataka tutembee nacho kitu siku ya leo kujifunza juu ya zuio la mwili. Haleluya. Unajua unaweza ukaombewa sana, lakini kuna namna ambavyo unafunguliwa kupitia mafundisho. Unajua mafundisho yanamfungua mtu kuliko maombi. Kuna baadhi ya vifungu ambavyo havihitaji maombi. Mtu unaweza ukamfundisha na kumfundisha. Unaweza ukamuombea na kumuombea lakini asifunguke. Lakini ukamfundisha akafunguka. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya neno ni muhimu. Neno linamfungua mtu. Mafundisho yanamfungua mtu. Unaweza ukaombewa usifunguke, lakini kupitia kufundishwa ukafunguka na kumjua Mungu zaidi. Haleluya. Kwa mfano tunapozungumzia vita juu ya mwili, watu wengi sana hawajui kwamba mwili wake unaweza ukafanya vita na yeye. Haleluya. Tutatembea baadhi ya mifano mbalimbali ambayo itakusaidia kujua zuio la mwili linakuaje. Haleluya. Ili upate kujua. Unajua muda mwingine kabla ya kushughulikia zuio lilioko, ni muhimu sana kujua aina gani la zuio ambalo linafanya vita na wewe. Kabla ya kulishughulikia zuio, ni muhimu kujua ni zuio lipi.